damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wengine unakuta wanaomba, sema mtumishi wa Bwana naomba jambo hili mbona halitoki? Naomba kila wakati haitoki. Kwa mfano, unakuta mtu anasumbuliwa na spiritual husband au wife. Au anaitwa wanaume wa kipepo au wanawake wa kipepo. Mtu anaota anazini kila wakati. Mtu anaota anazini kila wakati. Mtu anaota anakula vyakula. Hata kiomba itoki. Mtu anaota yupo kwenye mikutano haijui. Mtu anaota ananyonyesha watoto. Utamuombea wewe lakini havitatoka. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sio roho. Kwa nini? Imegeuka wewe na yeye, imekuwa ni kitu kimoja. Wazungu wanasema party and parcel. Maana yake mna share, imekuwa ni kama tunaita hybrid. Unafahamu hybrid Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata kama mtaita moto haitatoka. Kwa nini? Pepo litakwambia hivi, mimi ni sehemu yake. Yaani yeye na mimi ni kitu kimoja. Toka miaka na miaka tumekuwa kwenye hii damu. Wewe unasemaje toka? Ndio maana lazima baadhi ya vifungo ujue. Kuna mtu utamuombea lakini bila kujua haitatoka. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa kwenye nini? Kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utawekewa mikono sana, utaomba sana, lakini hiyo kitu inakuwa kwenye damu. Inakuwa imetunzwa kama kumbukumbu. Ndio maana wengine hapa mnafunga, mnaomba, lakini baadhi ya vitabia havitoki. Unakuta hasira bado iko. Wakikuchokoza tu kidogo tunanuna miaka miwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Hiyo ipo kwenye kumbukumbu, na usipofuta hii inakupeleka kuzimu, na ni mlokole na unasali. Kwa nini? Ipo kwenye kumbukumbu ya damu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwepo kwenye seli. Kwenye nini? Seli zako. Yaani kwenye damu yako. Maandiko yanatuambia kwamba kwenye Ebrania hata Lawi alitoa fungu la 10 alipokuwepo kwenye viuno vya nani? Vya Ibrahimu. Mnaifahamu hilo andiko? Nitafuta hilo andiko. Hata Lawi alipokuwa kwenye viuno vya Ibrahimu alitoa fungu la nini? La 10. Tafuta hilo andiko. Tafuta mchungaji. Wewe mwenye simu fanya haraka, tafuta hilo andiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana yake? Ni kumbukumbu ambayo bado ipo kwenye nini? Kwenye seli. Kwa hiyo unaweza ukaangalia unapitia jambo fulani, kumbe ndani ya miaka 5000 iliyopita, 5000 au miaka 200 iliyopita, kuna mtu nyumbani kwenu kwenye damu yenu alibaka mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Alibaka nani? Mwanamke. Sasa lile tukio wewe ulikuwa viunoni mwao. Sasa lile tukio bado linaendelea kwenye maisha yako. Usiku bado unaendelea kubaka wanaume au unaendelea kubaka wanawake. Ndio ile unakuta unalala na wanawake kila wakati kwa sababu ile tukio bado linaendelea. Wasio na maarifa wanasema hamna, ukiokoka umeokoka tu. Anasema once you save you have been saved. Anasema ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya ni kweli, ni mtu mwingine katika mtazamo, katika fikra, katika mienendo, lakini kuna uchafu ambao umechafuliwa kupitia damu za ukoo. Kuna uchafu ambao ulikuwa unachafuliwa ukiwa duniani. Kuna maisha ulikuwa unaishi ambao inabidi sasa uanze matengenezo. Naongea na watu. Amen. Mnasikia kweli nyinyi? Mmelipata hilo andiko? Amen. Ebrania ngapi? 7:5. Aya tusomee, nasemaje? Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri kuchukua sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Hujapata pale Lawi naye kwa sababu
alitoa fungu la 10 akiwa kwenye viuno vya Ibrahimu. Sasa nini ninachotaka kusema? Hajalipata ile andiko vizuri. Ninachotaka kusema ni kwamba Lawi akiwa kwenye viuno vya Ibrahimu naye alitoa nini? Fungu la 10. Kwa hiyo wewe msome mstari unaofuata, tusome nusu. Mstari unaofuata unasemaje? Amen. 9 anasema tena yaweza kusema yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu, kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokea sehemu ya 10. Alitoa sehemu ya 10. Amen. Umeona? Kumbe akiwa viunoni mwa Ibrahimu alitoa fungu la nini? La 10 kupitia baba yake. Sasa nikuulize ndugu yangu, baba yako au babu zako walikuwa wanafanya nini? Kwa hiyo ukiwa viunoni mwao na we mwenyewe ulienda kutoa kafara kwa miungu. Yaani ukiwa viunoni mwao wewe uliabudu sanamu. Ukiwa viunoni mwao uliloga. Ulikula nyama za watu. Ulikunywa damu za watu. Ulioa mitala, uliolewa kwenye mitala. Ulizini ukiwa viunoni mwao. Kwa hiyo hicho kitu kinatembea kwenye damu. Ndio maana kuta familia fulani, maisha fulani yanafanana. Tabia zinafanana. Vifo vya kufanana. Hisia za kufanana. Kwa nini? Kipo kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Amen. Kwa hiyo hata kama mtaanza kusema fire, toka, ninakung'oa, you are wasting time. Unapoteza muda. Kwa nini? It is a memory. Ipo kwenye kumbukumbu. Maana yake inatakiwa uifute na kuiondoa. Bila hivyo haitoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unachotakiwa maana yake hicho tulichokuwa tunafanya maana yake ni kufuta kwenye memory yetu, kwenye kumbukumbu. Sasa kwenye kumbukumbu, kumbuka kuna nyumba ya baba yako ambayo ni damu za ukoo, lakini kuna mambo ambayo wewe umeyafanya na yenyewe hapo kwenye kumbukumbu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya kuja kwa Kristo kuna uchafu umeufanya ambao huo nao utaenda kwa watoto wako usipofuta. Kabla ya kuja kwa Kristo umezini sana. Umefanya uchafu na ujua wewe. Maana yake unatakiwa kufanya nini? Ufuta. You clean your memory. Kwa nini? Kwa sababu seli zako bado zinakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ukiwa kwenye ndoto unaota hayo. Unaota hayo. Manini yako kwenye damu. Haleluya. Ndio maana hata tulivyokuwa tunatakasa, hata hii si umaskini, si na nini, vyote vinatembea kwenye damu. Vyote kwenye damu. Na watakuta familia ikiwa familia ya kichungaji, wachungaji, wanakuwa familia za kichungaji. Familia ikiwa ya madaktari, utakuta madaktari. Familia ikiwa familia walevi. Familia ya matajiri ni matajiri. Wewe ukiona familia ya matajiri utakuta maskini. Wote wanakuta matajiri. Vinatembea kwenye damu. Kwa hiyo hakuna ile tunasema roho ya umaskini. Ni kitu ambacho kiko kwenye nini? Kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana nakuta kuna watu wengine uongo ni mafundi. Kwa nini? Kwenye damu zao uongo unatembea. Na haogopi kudanganya. Haogopi kusema uongo. Kwa sababu ipo kwenye damu. Nikupe mfano. Baba yetu Ibrahim alipokuwa na Sara Misri. Wakati Misri Farao ametaka kumchukua Sara, alipomuuliza ni mke wako, alisemaje? Wengine hata wajui, hawajui kile si hawajui kusoma hata Biblia. Alisema sio, ila ni nani? Dada yangu. Aya, njoo kwa mtoto wake Ibrahim. Isaka. Si ndio?
ambapo walitaka kumchukua mke wake Rebeka. Isaka alisemaje? Ni dada yako. Kwa uongo ulikuwa kwenye nini? Alafu pia maandiko yanasema walikuwa wanachukua wanawake wazuri. Yaani kwa ni familia za kuchukua wanawake wazuri tu. Ibrahim mwanamke mzuri. Isaka mwanamke mzuri wa uso. Yakobo mtoto wa Isaka mwanamke mzuri wa uso ambaye ni Raheli. Sio kumbuka? Alimuoa Lea akawa hana uzuri wa uso, akasema nitatumika tena miaka 7 nipate huyu mzuri. Kwa nini? Ipo kwenye damu. Yaani ni kitu ambacho yaani ukilazimishi kipo tu. Kuna watu wengine kwenye damu yao haupendi uchafu. Anaweza kafuata ngoma la 3. Na kuna wengine uchafu upo kwenye damu. Kwani uongo? Usipofuta hiyo inakuwa ni aibu. Chafu kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akivua kakiata na katupa huku, ngine huko, kasuale huko, kasketi huko. Yaani ukifika hivi kwa nini? Ni kwenye damu. Na kuna watu wengine wanaitwa wasafi. Yaani muda wote yani hataki uchafu. Smart. Ni kwenye damu. Hivi vita uigizi. Damu ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Amen. Naongea na watu. Amen. Baba yetu Ibrahimu, Sara alikuwa tasa. Si ndio? Amen. Mtoto wake Isaka, Rebeka alikuwa tasa. Mtoto wa Isaka, Yakobo, Raheli alikuwa. Unaona familia hizo, yaani ni familia za baba zetu wa imani hawa. Mungu wa Isaka, Ibrahimu, angalia kichoko natembea kwenye damu. Sasa we babu yako alikuwaje na baba yako alikuwaje? Babu yako namjua. Haya, baba yako na wadogo zako. Alafu wewe umeokoka unaleta mzaa. Unaleta mzaa. Ndio maana ukuta mtu ameokoka akipita kwenye kioski cha pombe. Sasa sema tu basi nimeokoka. Yaani bado ile kiu ya pombe. Amepita akiona mwanamke amevaa kimini asema yaani sema kwa vile tu nimeokoka. Yaani huyu angenikoma. Hawako wanaume hao. Kabisa. Mungu anasema yaani sema tu basi. Yaani basi. Yaani siku hizi wanawake wazuri basi. Sio basi, iko kwenye damu. Baada ya muda utaanguka. Ni issue tu ya muda utadondoka. Kwa nini? Kinatembea kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine tamaa inatembea kwenye damu. Akiona hata sketi imeanikwa ya mwanamke, sketi tu. Hao wanaume tumekutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Sketi tu amekufa. Unanielewa lakini? Sasa hiyo usipoishughulikia, pale unapotaka kupanda kwenda kwenye viwango vingine unadondoka. Pale ambapo anakutegemea kama mwanafamilia kwamba huyu ndo anainuka sasa. Anainuka kiuchumi ili atusaidie, ndipo nakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani pale familia inapokutegemea kwamba sasa hizi ndo naanza kuchanua, kumbe umri wenu wa kufa ni miaka 55, kwamba mtaki kuvuka 60. Peleleza na vifo vya kwenu wamekufaje? Wengine hawataki kuvuka miaka 60. Chini ya hapa lazima waende. Wengine wanatakiwa kufa kwa pressure. Wengine wanatakiwa kufa kwa cancer. Wengine wanatakiwa kufa kwa wengine malaria. Yaani vifo vya kwenu, angalia magonjwa yanayozagaa kwenu. Hivyo vitu vinatembea kwenye nini? Kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu. Ndio maana ninakwambia tunaposafisha damu za ukoo, maana yake ninamaanisha tunafuta, ndo namna ya kufuta na yaani ndo namna ya utakaso wa damu zetu, na sio tu kufukuza tu mapepo. Unajua mmezoea tu kufukuza toka pepo, toka pepo. Pepo alitoki, linakwambia wewe na mimi ni kitu hiki kimoja, naenda wapi? Ndio maana tuwahi kufukuza pepo na sehemu moja. Pepo anasema niende wapi sasa? Huyu ni wa kwetu, tumekabidhiwa. Kweli kabisa. Binti moja pepo anasema ni wa kwetu. Sasa wewe usiyekuwa na akili unasema utatoka tu. Alitoki. Lazima utoke. Wewe ni wa kwenu wapi? Huyu ni kiumbe kipya, ni kiumbe kipya sawa? Lakini huyu amekabidhiwa misingi yao. Waliweka agano na Lucifer kwenye madhabahu ya kiukoo, wakasema sisi na uzao wetu tutakuwa na ushirikiano
wa kingono na nyinyi. Mashetani akasema tawile, akakubali. Ndio maana utakuta kuna baadhi ya familia hata kuolewa ni shida, kuoa kuzaa ni shida, kwa sababu wameoa na kuolewa na majini na anawatesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na watu hapa. Haleluya. Niliwahi kukupa mfano wa Daudi, kitu kinachotembea kwenye damu. Daudi mnamfahamu, si ndio? Kipenzi cha Mungu. Yeye alisema mama yangu alichukua mimba. Zaburi ya 51 mstari wa 5, si ndio? Hebu soma. Mama yangu alichukua mimba hatiani. Soma hiyo Zaburi. Mama yangu alichukua mimba wapi? Usilete mchezo na misingi wewe. Usilete mchezo na misingi. Biblia inasema misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Zaburi ya 11:3. Misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Je, uko tayari kujenga maisha yako juu ya msingi uliobomoka? Uko tayari kujenga familia yako katika msingi wa ulevi? Msingi wa uzinzi? Msingi wa sharati, wa uchawi? Sisi kwetu Sumbawanga ilikuwa mtoto anapozaliwa anachanjwa chale. Ndio maana wakati watoto wangu wamezaliwa mama akasema lete tuwachanje chale, wataishije? Nikamwambia mama tafadhali. Alitaka na watoto wangu wapige wembe kama hivyo kwa natupiga sisi. Tumepigwa nyembe za kutosha. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ndio misingi iliyoharibika. Mwenye haki atafanya nini? Biblia limetoa solution la mwenye haki. Anayesikia neno la Mungu na kulifanyia kazi anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hebu sema juu ya mwamba. Je, uko tayari kujenga maisha yako juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo? Unapojenga maisha yako juu ya mwamba, mafuriko, upepo, zoruba havitakuangusha. Zoruba, upepo na yale majaribu yale hata yakija, kwa nini? Kwa sababu damu yake imetakaswa. Hakuna chochote ambacho shetani hatainua kupitia madhabahu ya baba yako, kwa sababu ili uanguke, shetani anakumulika. Anamulika kizazi cha kwanza mpaka cha 10, anaangalia kaudhaifu, hasira. Akiona hasira tu anainua hiyo hasira na kudondosha. Unakuta mtu tu mlikuwa mnacheka vizuri na mume wako na mke wako, "Biana, basi tuachane tu." Mnaachana tu kwa sababu ya hasira kidogo tu, kwa sababu tu mmoja akubinya dawa vizuri. Baada ya kubinya kule mbele dawa ya mswaki, akabinya katikati kwenye tumbo. Pale ikawa ni hasira. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ikawa ni hasira tosha ya ndoa ya mtu kufanya nini? Kuharibika. Bwana pesa. Kuna kuta wengine wanacheka kabisa, wanacheka vizuri tu. Wanacheka vizuri kwa sababu ndani ya damu yao kuna kawivu. Hebu sema kawivu. Kale kawivu ndiko katakakompelekea kwenye anguko. Sio, umeelewa Atakuwa anafuatia hadi kwenye hivi, naongea na nani? Kila wakati naongea naye kwenye, ni kama nasikia sauti ya kike, hata kama anaongea na mama yake. Ni kama nasikia sauti ya kike. Amu utaniambia vizuri. Hapo tayari mzozo unainuka, unakuwa mkubwa, kwa sababu ndani yake kuna kawivu kanatembea kwenye damu. Amen. Kumbe miaka 200 iliyopita mmoja wa familia yao aliua mtu kwa sababu ya wivu, tena wa kimapenzi. Sasa ile kitu kinatembea. Ndio maana watu wanauana. Wivu wa nini? Kimapenzi. Hawezi wakaacha kwa sababu iko kwenye nini? Damu. Naongea na mtu. Zaburi ya 51 mstari wa 5 umeipata Inasemaje? Tazama. Mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Wonderful. Mimi naliumbwa katika hali ya nini? Ya uovu. Mama yangu alichukua mimba hatiani. Daudi anasema mama yake alichukua mimba hatiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anakiri kwamba kabla ya kutungwa mimba, wakati wa kutunga mimba na baada, Daudi alikuwa kwenye hatia. Kabla mimba haijatungwa, Daudi alikuwa kwenye hatia. Mama yangu alichukua mimba. Kumbe kuna wakati dhambi ingine unaweza kutenda kabla, wakati na baada ya kutungwa mimba. Kabla ya kutungwa mimba, wazazi wako walikuwa kwenye state gani? Wakati wa mimba, wazazi wako walikuwa kwenye state gani? Baada, ukiwa tumboni na wakati unazaliwa. Ndio maana Yeremia anasema
nalikutakasa kabla hujafanya nini? Umenielewa? Kwa hiyo kabla hujazaliwa nalikujua. Na anasema Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Useme mimi mtoto, sababu nalikujua kabla hujazaliwa, kabla hujatungwa tumboni mwa mama yako, na kabla hujazaliwa nafanya nini? Nalikutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Ili kizaliwe kitu flesh, kisichokuwa na makando kando ya damu za ukoo. Fungua ile acha kwanza nikuonyesha habari za Daudi, sie nikaruka hapo. Daudi aliua. Si unakumbuka Aliua mke wa nani? Wa Uria. Si mnakumbuka Aliua mtu akaoa mwanamke. Unakumbuka hilo jambo Na hata unaona sasa watoto wake. Tumchukulie tu mtoto Absalom. Absalom naye aliua. Unajua kwa nini Absalom aliua? Na anaweza kutuambia kwa nini Absalom aliua? Tena aliua kaka ya mtu wa tumbo moja. Kwa nini aliua? Madaraka. Mwingine? Uovu katika damu. Tumishi na dada yake. Very good. Safi sana mchungaji. Yaani Absalom alikuwa dada yake anaitwa Tamari. Sasa wote ni watoto wa baba mmoja. Sasa anaitwa Amnoni yule jamaa. Amnoni. Akalala na mdogo wake Tamari. Sasa kumbuka huyu mwenzake baba yake aliua kwa sababu ataka kuoa. Na huyu akaua kwa sababu yeye amelala na mdogo wake. Mbona dada yake. Tayari mauti kawa inatembea kwenye nini? Kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mauti inatembea kwenye nini? Kwenye damu. Daudi alikuwa anapenda wanawake. Manake kwa wanawake alikuwa mzee afanye nini? Ajambo. Njoo kwa watoto wake. Njoo kwa komesha mtoto wake yule mwingine. Anaitwa na Suleiman. Wanawake 700. Masulia 300. Jumla buku. So hiyo tabia ilikuwa ndani yake. Tabia uzinzi mpaka mtoto wake anatunga mipango alale na mtoto mdogo wake. Yaani anadanganya kwamba ni naumwa, sina nini, lengo tu amalize haja yake. Kwa nini? Ipo kwenye damu. Ndio maana unaweza kukuta kabinti kanaruka hata fence, kanaruka hata ukuta. Yaani utachapu utafanyaje akawezi kuacha, iko kwenye damu. Yaani kako lazima kadanganya mama tunaenda kusolve mathematics. Kumbe kaongo. Yuko mama yuko laza kwambia naenda kwenye vikoba, haendi kwenye vikoba na ameacha mme ndani. Anaweza kumwambia mme basi lakini hawezi, anaenda mjini kwenye guest kwa sababu ipo kwenye damu. Inadai uwezo kakana moja, uwezo yani inamsukuma. Sio, unanielewa? Na wengi unakuta wameokoka lakini hawezi, unakuta pamoja na wokovu wao lakini bado wanavitabia viko ndani, vinaendelea kuwatafuna. Paulo alijua jambo hilo. Akasema lile nilitakalo silitendi, lile nilitendalo silipendi. Kwa nini ananitokea mambo haya? Anasema si mimi nafsi yangu, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa sababu ndani yangu, sio ndani ya roho, sio ndani ya moyo, ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Ndani ya mwili anaongelea damu. Kwenye damu hakukai neno jema. Kwenye damu kuna uzinzi, kuna ulevi, kuna uchawi, kuna kila aina ya takataka alizolisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye damu. Ndio maana unashanga kutaka nataka lakini kutenda hilo jema afanye hatendi, hawezi kutenda. Yaani unatamani muabudu Mungu lakini ile misingi inasema hamna. Wewe hutaki kuwa tajiri wewe. Wewe hutaki kuwa mwimbaji. Wewe hutaki kuwa hivi. Utaki kuwa hivi, misingi ya kwetu hivi. Kwetu hatakiwagi kuwa maarufu. Utaki kuwa maarufu, inakurudisha nyuma. Naongea na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Daudi alikiri mwenyewe asema mama yangu alichukua mimba wapi? Atiani. Unakumbuka hata Daudi akiwa mzee. Ilifika wakati mpaka
wakasema mzee huyu kwa sababu ya joto tumtafutie kabinti kadogo kadogo kampe joto kakike. Sababu mzee wamemjua toka ujana wake ni mtu wa mambo kama haya. Kwa akamtafutia yaani mpaka na ndugu anakujua kwamba huyu mtu kwa kweli mambo haya yuko vizuri. Mpaka wakati wa uzee eti katoto kakike wanalala na Daudi kanampa joto. Ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Jiulize babu yako na miaka 60 70 eti bado anaoa tena kabinti kingine kadogo. Sio jambo la kawaida. Ni mambo ambayo yanatakiwa kushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima yashughulikie hayo. Ndio maana hata Daudi wakati alipotaka kumjengea Mungu nyumba, kumjengea Mungu kanisa, yani hekalu, Mungu akamwambia no, mikono yake imejaa damu. Hautanijengea wewe. Ila mtoto wako atafanya atanijengea. Ambao ni Sulemani. Kwa yeye akujenga, kwa nini mikono yake ilijaa nini? Kuna watu wengine wanatamani kumjengea Mungu nyumba, hawezi kujenga kwa sababu mikono yao imejaa nini? Damu. Mungu akiona mikono yao, anaona damu. Kwa hiyo hata wakipambana watafutie ile wajengee Mungu nyumba, hawapati. Mikono yao imejaa nini? Damu. Lazima utakase damu yako iliyojaa damu. Ukiwa vunoni, kuna watu wanatoka kwenye koo na familia ambazo ni wauaji wa kufa mtu. Yaani kuwa mtu ni jambo la kawaida, kumwekea mtu sumu ni jambo la kawaida, kumchoma mtu ni jambo la kawaida, yaani kuua familia za utoaji mimba, familia za nini? Yaani haya mambo lazima utakase na kufuta na kujitoa kwenye hiyo magano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu haya mambo huwa yanaonekana ya kawaida, lakini yana madhara makubwa kwenye familia. Yana madhara makubwa kwenye familia. Haleluya. Unanielewa sasa? Nimekupa mfano. Ndio maana ukisoma Isaya 38. Isaya 38 mstari wa kwanza. Nimekupa mfano. Ili kesho sasa tutashughulikia kujiondoa kwenye madhabahu na kubomoa madhabahu. Kesho kutwa kuiharibu miti ya ukoo yote. Hebu angalia hapo kwenye Isaya 38 inasemaje? Mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, siku hizo Hezekia aliugua. Akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme. Akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako. Maana utafanya nini? Utakufa. Wala utapona. Nami nakwambia, usipotengeneza mambo ya nyumba yako namaanisha wewe. Usipotengeneza mambo ya nyumba yako utafanya nini? Utakufa. Ndio maana Daudi anasema sitakufa bali nitaishi, niyatengeneze mambo ya nani? Nisimulie matendo makuu ya Mungu. Angalia Daudi alivyolia kwenye Zaburi ya 51. Angalia Daudi alivyokuwa analia. Kwani lazima uitie damu ya Yesu Kristo ikutakase, ikusafishe, ikuoshe na ufute chochote kinachotembea kwenye nini? Kwenye damu. Utengeneze mambo ya nyumba yako, maana yake nyumba ya baba yako. The house of your father. Clean the blood of the house of your father. Lazima usafishe damu ya nyumba ya baba yako. Safisha damu yako kwa kutubu na kunyenyekea. Na Bwana ameahidi, yeye aonaye sirini ameahidi kabisa kwamba atasamehe na kukusafisha na kukuondolea uovu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo hilo la msingi sana kulizingatia, nyosha mkono wako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu,